Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wartafa atharahu ila yawmiddin, amma ba'd. Kwa utukufu Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa leo ni siku ya Jumapili, kwa uwezo Allah subhanahu wa ta'ala, Allah katuwafikisha kukutana na ndugu yetu hapa Abu Tumaira kutokea jijini Dodoma. Alikuja Dar es Salaam hapa kwa ziara yake, akawepo katika jiji la Dar es Salaam. Tukaona Sheikh Abu Tumaira al-Ma'ruf, Sheikh Said Habib, tusimwache hivi hivi, walau atugee walau ujumbe wa dakika 2 dakika 3 katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu wengi wameghafilika na kuna swala la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa wachache katika wao. Tumeghafilika sana. Utajo wetu ni kuwataja viumbe wenzetu, wachezaji wa mpira. Kwa hiyo tunataka tuangalie hapa ni upi ubora wa mtu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na ni yapi matunda ya mtu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na ni ipi hasara ya mtu kutokumtaja Allah jalla fi'ala. Naam ya Sheikh, hivi ni upi ubora wa mtu kumtaja Allah jalla fi'ala? Kuna Qur'ani na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubora wa mtu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, anapata ubora gani mtu huyu? Naam, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Naam, ndugu yangu, baada ya kumhimidi Allahu jalla wa ala, sambamba na kumtakia swala na salamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, Allah awabarik kwa hili ambalo mnalolifanya. Ni miongoni mwa khairi zilizokuwa kubwa sana. Miongoni mwa swali ambalo ulioniuliza ni swali liliokuwa muhimu zaidi, ambalo wengi katika Waislamu wameghafilika na swala hilo, bali wengi katika Waislamu jambo hilo wamejiweka nalo mbali kabisa. Tutaonelea kwa uchache kutokamana na muda tuliokuwa nao, na swali ulioniuliza ya kwamba ni upi ubora wa kumtaja Allahu jalla wa ala. Allah jalla wa ala ameelezea katika Qur'an katika aya nyingi, wadh-dhakirina Allaha kathira wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Bali katika hadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, Mtume sallam anasema, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal waraq, ila akhir al-hadith. Allah jalla wa ala ameelezea katika Qur'an faida za kumtaja Allahu jalla wa ala. Wale ambao watakaokuwa ni wenye kujibidiisha katika jambo la kumtaja Allahu jalla wa ala, wakaweka vikao vyao, wakakaa misikitini, wakiwa katika makazi yao, wakiwa katika biashara zao, wakawa ni watu wenye kumdhukuru Allahu jalla wa ala, wenye kumtaja Allahu jalla wa ala. Allah anasema, wadh-dhakirina Allaha kathiran, na wale wenye kumtaja Allahu jalla wa ala sana. Wadh-dhakirat, wakiwa ni wanamume pamoja na wanawake. A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah jalla wa ala amewaandalia watu hawa msamaha uliokuwa mkubwa na ujira uliokuwa mkubwa zaidi. Hapa tunaona ya kwamba kumbe kile kitendo cha sisi kumtaja Allahu jalla wa ala kuna faida iliyokuwa kubwa, bali vile vile kuna maandalizi mazuri ambayo Allahu jalla wa ala amewaandalia wale ambao ni wenye kumtaja Allahu jalla wa ala. Sambamba na hivyo, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuhabarisha, akatwambia, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum. Hivi ni kuhabarisheni kunako jambo ambalo ni kubwa zaidi, na nilipo katika matendo yaliyokuwa makubwa zaidi, na ni jambo ambalo litakalo wanyanyua daraja nyinyi mbele ya Allahu jalla wa ala. Na hilo jambo mtakapolifanya nyinyi, basi litakuwa ni bora zaidi kwenu nyinyi kuliko kutoa dhahabu na fedha. Mtume sallallahu alayhi wasallam mwisho akasema, nako ni kumtaja Allahu jalla wa ala. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa faida chache
ambayo iliyopatikana katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na maneno ya Allahu jalla wa ala. Naam. Naam, mashallah. Naam, tumefaidika wallahi alhamdu wal minna. Ubora kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Dakika chache, ni muda mfupi tu unaweza kujivunia faida mbalimbali kuna kumtaja Mola wako. Si kaifia kubwa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar. Unapata fadhila kubwa kama alivyotuhadithia hapa Sheikh wetu. Na swali jingine Sheikh wangu, ni yapi matunda ya mtu kujibidiisha na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala? Anapata matunda gani huyu baada ya kusha kumtaja Mola wake Allah tabaraka wa ta'ala? Naam, tufahamu ya kwamba kuna matunda mengi zaidi ambayo Muislamu atakapokuwa ni mwenye kumtaja Allahu jalla wa ala atanufaika kupitia matendo hayo. Bali miongoni mwa matunda yanayopatikana katika jambo la kumtaja Allahu jalla wa ala ni watu kusamehewa mbele ya Allahu jalla wa ala, sambamba na hivyo na kupandishwa daraja kwa Allahu jalla wa ala. Lakini yako matunda mbalimbali na ni yapo matunda mengi ambayo ikiwa Waislamu wataendelea kujivunia katika swala zima la wao kumkumbuka Allahu jalla wa ala, basi wahakikishe ya kwamba Allah amewaandalia msamaha uliokuwa mkubwa. Lakini sambamba na hivyo Allah amewaandalia kuwapandisha daraja watu hao, bali watu hao watakuwa ni wenye kutajwa fil mala'il a'la, kama Allahu jalla wa ala yusema fadhkuruni adhkurukum, nitajeni basi na mimi pia nitakutajeni. Kwa kile kitendo cha nyinyi kumtaja Allahu jalla wa ala, basi mfahamu na nyinyi pia vile vile Allah atawataja. Kwa hiyo faida ziko nyingi zaidi ambazo zinazopatikana katika jambo la kumtaja Allahu jalla wa ala. Naam alhabibi, Allah kubariki ndugu yangu. Tumeona matunda hayo ya yule ambaye atakayejikita katika swala zima la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ameandaliwa kitu gani kwa Allah jalla fi'ula? Kwa hiyo ndugu zangu, tukithirishe sana kumtaja Allah jalla fi'ula ili tupate fadhila, ili tupate matunda mbalimbali ambayo Sheikh wetu hapa akatuambia. Naam Sheikh wangu, ni ipi hasara ya mtu ambaye aliokaa mbali na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, hajishughulishi yeye na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala? Anapata hasara gani mtu kama huyu? Naam, hasara zipo. Tufahamu ya kwamba kila jambo lenye manufaa lazima ndani yake litakuwa na hasara. Ikiwa mtu ataliacha jambo hilo, basi yafahamu ya kwamba hasara lazima ipatikane. Hivyo basi lile jambo ambalo Allahu jalla wa ala ametuamrisha kwalo tukilifanya, tufahamu ya kwamba tutapata malipo yaliyokuwa makubwa. Lakini sambamba na hivyo tukiliacha jambo hilo, tutakuwa ni miongoni mwa watu wenye hasara. Miongoni mwa hadithi ambao ni maarufu indana, ambao ni hadithi maarufu kwetu sisi, na mara nyingi hadithi hii watu wengi wakisoma, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, mathalu alladhi yadhkuru rabbahu, mfano wa yule ambaye mwenye kumtaja Allahu jalla wa ala, walladhi la yadhkuru rabbahu, na yule ambaye si mwenye kumtaja Allahu jalla wa ala, mathalu alhayy walmayyit, ni sawasawa na yule mtu ambaye aliyekuwa hai, na ni sawasawa na yule mtu ambaye asiyemtaja Allahu jalla wa ala, ni kama aliyekuwa mfu, ni kama kiumbe ambacho hakiko hai, ni kiumbe ambacho kinachotembea katika ardhi lakini hakina uhai. Kama vile ilivyokuwa mwanadamu asili yake uhai unapatikana kupitia maji, au uhai unapatikana katika maisha yake kupitia chakula na vinginevyo vinavyomuendeleza katika hali ya ukuaji katika maisha yake. Hivyo baadhi ya vitu akiviacha kama chakula, kaacha kupata maji, lazima tadhoofika na huenda mwili wake ukaharibika. Kwa hiyo hivyo na yule mtu ambaye atakayekuwa ni mwenye kumtaja Allahu jalla wa ala, basi afahamu moyo wake utaendelea kuwa hai. Bali kuna mifano mingi ambayo Allahu jalla wa ala ameitoa, bali tunaangalia katika kisa cha Yunus alayhi salam. Ukisoma na ukapata mazingatio makubwa yaliyomo ndani ya kisa hiki, wallahi utaona ni mambo ya ajabu ambayo Allahu jalla wa ala ameelezea katika Qur'an. Lakini miongoni mwa faida ambayo iliyomnusuru
Nuh alayhi salam ni jambo zima la yeye kukithirisha kumtaja Allahu jalla wa ala. Ndio maana Allah akasema, na lao angelikuwa Yunus si mwenye kumtaja Allahu jalla wa ala akiwa ndani ya tumbo la samaki, basi Allah anasema basi tungemuacha mpaka siku ya kiyama. Asabu uona faida ambayo inayopatikana katika swala zima la kumtaja Allah, na uone hasara ambayo inayopatikana katika swala zima la watu kutomtaja Allahu jalla wa ala. Sisi tumeghafilika na kuwataja watu, tumeghafilika na kuwataja wachezaji mipira, tumeghafilika na mambo ya kuwataja watu wasiokuwa na faida na sisi, lakini tukasahau jambo zima la sisi kumtaja Allahu jalla wa ala. Tukasahau ya kwamba ndani ya kumtaja Allahu jalla wa ala kuna faida zilizokuwa nyingi, na kuwataja watu hakuna faida yoyote ambayo sisi tunayoipata. Kwa hiyo nasaha zangu ni watu wajikithirishe katika jambo la kumtaja Allah. Ikiwa watataka salama katika maisha yao, ikiwa watataka miili yao iwe na uhai, basi wahakikishe ya kwamba wasiwe katika wale ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaelezea katika hadithi. Kwa hiyo mimi nadhani kwa haya machache watu watakuwa wameelewa na kufahamu mukhtasar wa faida ambazo zinazopatikana katika jambo la kumtaja Allah. Bali yako mengi, lakini kutokamana na muda mchache tuliopewa, basi tunatosheka katika haya ambayo tumependa kukumbushana katika siku hii ya leo. Naam, shukran. Naam ya Sheikh Aba Tumaira, Allahu yahfadhuka ya Sheikh. Hakika ni ujumbe mzito, hakika ni nasaha kubwa. Wallahi alhamdu wal minna. Lau kama tungeziweza tungeziandika kwa wino wa dhahabu. Hakika tumefaidika sana. Ndugu zangu katika imani, tukithirishe sana kumtaja Mola wetu, tukithirishe sana kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna matunda mengi, kuna fadhila kubwa kwenye kukita kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ni dakika chache tu Allah subhanahu wa ta'ala anasema fadhkuruni adhkurukum. Kwa hiyo tumtajeni Allah subhanahu wa ta'ala, tumtajeni Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa tunatembea, tumtajeni Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa tumelala, tumtajeni Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa katika maofisi yetu, ili tuingize baraka na fadhila katika ofisi zetu. Maisha yanakuwa magumu, harakati zinakuwa ngumu, kwa sababu watu wamejiweka mbali na swala zima la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh wangu hapa Abu Tumaira ametaja kisa cha Nabiiullah Yunus, ameokoka kutoka katika tumbo la samaki kwa sababu ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama asingemtaja Allah subhanahu wa ta'ala, la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun, angekaa katika tumbo ya ule samaki huti mpaka siku ya kufufuliwa. Kwa hiyo kile kutaja Allah subhanahu wa ta'ala ndicho kitu ambacho kilichomnusuru. Wewe ambaye una maisha magumu, una harakati zako ziko ngumu, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakunasua. Wewe fakiri, mambo yako ni magumu, unaumwa, matatizo kwako wewe hayakuishi, kithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, utaona matunda yake, utaona fadhila yake katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wakati mfupi tumeamua kunufaika na shekhi wetu hapa Aba Tumaira almaruf Sheikh Said Habib, ametokea Dodoma, amekuja ziara yake Dar es Salaam, tukaona tufaidika naye. Hakika tumefaidika, hakika tumenufaika mambo mengi mengi katika hili swala letu, katika masuala mazima ya dini yetu. Unaweza kujiuliza hapa, tumependeza, tumeng'aa, nani aliyotuweka katika mazingira yaliyokuwa safi? Ni yule ndugu yako Alhabibi Kauga Classic, yupo mtaa wa Arusha, utampata hapa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.